Watanzania, kwanza ninawashukuru sana kwa namna ambavyo tunashirikiana. Endeleeni kushirikiana na serikali. Toeni maoni yenu kupitia mrejesho, kupitia kwa viongozi mbalimbali popote mlipo. Tutaendelea kusikiliza. Sasa hivi Watanzania, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 tunaanza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Ni dira yenye ndoto kubwa, ni dira inayotaka tujenge uchumi wa dola trilioni 1. Ni dira inayotaka tuongeze pato la Mtanzania kutoka dola 1,300 na kitu ya sasa kwa mwaka twende dola 7,000. Yaani kutoka kama milioni 2 na 700,000, 300,000 au kama milioni 3 hivi za sasa twende zaidi ya milioni 18, 19 huko mwaka 2050. Kwa hiyo haya ni maono makubwa ambayo yanataka Watanzania tuchape kazi. Mimi nawaomba Watanzania tujielekeze kuchapa kazi, tujenge nchi. Nchi haijengwi kwa maneno. Nchi haijengwi kwa propaganda. Nchi inajengwa kwa vitendo, kwa kazi. Na watu tushinikize kujengewa mazingira bora ya kufanya kazi. Lakini tusiache msingi wa kwanza wa kufanya kazi. La mwisho kabisa, hatutaweza kutekeleza dira yetu ya maendeleo kwa ufanisi, hatutaweza kufanya kazi zetu kwa tija na kufanikiwa, serikali haitaweza kutekeleza wajibu wake ipasavyo kama nchi haitakuwa na amani na utulivu. Ni lazima nchi iwe na amani na utulivu. Watanzania tujenge, tudumishe utamaduni wetu wa mshikamano. Tufanye kazi, tujielekeze kwenye kujenga nchi yetu. Tukifanya hivyo, mimi naamini ifikapo 2050 tutakuwa na nchi isiyokuwa na maskini. Hatutakuwa na barabara za vumbi hizo unazokwenda kuziangalia kesho Mbeya. Ni lazima nchi iwe na amani na utulivu. Watanzania tujenge, tudumishe utamaduni wetu wa mshikamano. Tufanye kazi, tujielekeze kwenye kujenga nchi yetu. Tukifanya hivyo, mimi naamini ifikapo 2050 tutakuwa na nchi isiyokuwa na maskini. Hatutakuwa na barabara za vumbi hizo unazokwenda kuziangalia kesho Mbeya. Tutakuwa na huduma ya bima ya afya kwa wote, kwa Watanzania wote. Tutakuwa na maji kila mahali, vijiji vyote kwa 100%. Tutakuwa na umeme kila kijiji na kila kitongoji. Tutakuwa na mfumo bora wa elimu, vijana wetu watapata elimu bora. Watakuwa na fursa nyingi za ajira, watapata ajira, na sio ajira tu bali ajira zenye staha. Sawa, na tutakuwa na nchi nzuri yenye ushindani duniani.